ni kwamba kama kuna mabadiliko yoyote yatafanyika katika constitution ya Kenya, afadhali tufanye mabadiliko ya kupunguza vyeo, kwa sababu kitu kinachofanya nchi inakulika sana na madeni inakopwa sana ni kwa sababu kuna vyeo vingi sana ambavyo vinahimiza ufisadi mwingi sana. Kwa sababu kukiwa na vyeo vingi kunakuwa na ufisadi mwingi sana ambao, kwa sababu kila mtu anataka akate kitu chake kutoka hapo, ikianzia kwa national government, na kunakuwa na kitu inaitwa devolution of responsibilities. Tuko na CSS wa national government na pia na tuko na 47 CSS wenye wako sasa, tunakuwa na 48 CSS. Unapata kumekuwa na mjadala ambao umekuwa ukiendelea sana ya kwamba Kibaki aliimarisha uchumi wa nchi, lakini kuna kitu kimoja tunasahau. Kibaki alitawala wakati wa katiba ya zamani ambapo tulikuwa tunapiga kura ya watu watatu peke yao. Tunapiga kura ya rais, tunapiga kura ya mbunge na tunapiga kura ya kansula. Lakini saa hii tunapiga kura ya watu wengi sana, na hao watu wanastahili kulipwa na Mkenya wa kawaida. Sasa inabidi lazima tukamuliwe zaidi, na kama kuna kitu kinastahili kupunguzwa katika katiba yetu ya Kenya, inabidi ikuwe vyeo. Lakini hatuwezi kukuwa na waziri wenye mamlaka makuu akituambia kwamba tunastahili kuongeza ofisi ya prime minister, tuongeze tena ofisi tunakuwa na ofisi ya opposition leader ya kazi gani?